Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku. Leo hii katika kipindi chetu tunaye mgeni wetu Joseph Kiaule, mratibu wa mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame Tanzania, LDFS. Kwa kuletea kipindi hiki, mimi mtangazaji wako Samiri Mbar. Serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, inatekeleza mradi wa miaka 5 kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame, kwa kifupi LDFS. Mradi huu unatekelezwa katika wilaya 5 zilizo katika maeneo kame. Wilaya hizo ziko katika mkoa wa Dodoma, wilaya ya Kondoa, mkoa wa Singida, wilaya ya Mkalama, na mkoa wa Tabora, wilaya ya Nzega, mkoa wa Mwanza, wilaya ya Magu, pamoja na wilaya ya Micheweni, mkoa wa Kaskazini. Mradi huu unaratibiwa na ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa kushirikiana na halmashauri. Lengo kuu la mradi huu ni kurejesha maeneo ya ardhi iliyoharibika kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ili kuongeza usalama wa chakula. Moja ya kazi kubwa iliyofanywa katika mradi huo ni kuanzisha mashamba darasa ambayo pia yanalenga kuongeza kipato katika jamii kwa kuzitambulisha teknolojia mbalimbali. Mojawapo ni teknolojia ya kilimo cha mbegu 9 na jembe la Mzambia. Teknolojia hizi zinawezesha jamii inayoishi katika maeneo kame kurutubisha ardhi kwa kutumia samadi, kwa kuchimba mashimo na kupanda mahindi, alizeti na mazao yanayohimili katika sehemu kame. Mbegu 9 ni teknolojia ya kilimo yenye lengo la kuimarisha ardhi, yani kwa tafsiri kwamba kuupa udongo rutuba. Moja. Pili, ni teknolojia ambayo inaongeza mazao kwa mkulima. Na hii teknolojia ni kwa ajili ya sehemu ambayo ni zenye rutuba kidogo, ardhi ambayo imechoka. Kwa hiyo ardhi ambayo imechoka pamoja na eneo ambalo ni kame. Hii teknolojia inafaa zaidi kwenye maeneo ambayo ni hayo. Kwa hii teknolojia ni teknolojia ambayo unachimba shimo lenye upana wa sentimita 60 na urefu sentimita 60. Kina pia ni sentimita 60, lakini kwenye kina wale udongo wa juu ambao ni udongo tunasema top soil, tunauchukua ule udongo wa juu tunaweka mkono wa kushoto, let's say. Alafu ule udongo wa chini ambao ni udongo ambao hauna rutuba tunaweka mkono wa kulia. Tukishachimba hivyo, huu udongo wa juu tunauchanganya na mbolea debe 2. Tunarudisha kwenye shimo. Tukisharudisha kwenye shimo, kwenye upandaji sasa tunaweka shimo kila sentimita 60, kila futi moja. Ama tukianza kwenye kona tunaweka mbegu moja, katikati mbegu moja, pembeni kwenye kona mbegu moja. Katikati hivyo mbegu moja zinakuwa mbegu 6 na huko mwisho tunamalizia. Kwa hiyo shimo lote linakuwa na jumla ya mbegu 9. Faida yake sasa, msimu wa kilimo unapofika, mvua zinanyesha kidogo, ina maana ili shimo linatunza unyevu. Kwa kiwango kikubwa cha maji kinakuwa kimetunzwa kwenye udongo. Kwa hiyo hata kama kikitokea kipindi kirefu ambapo hamna mvua, mmea wetu unakomaa vizuri. La pili, kwa sababu tumeweka samadi nyingi shimoni kwenye lile shimo, tunaamini kwamba ili shimo litakuwa lina rutuba ya kutosha. Baada ya miaka hata 2 au 3, mkulima anapokuja kulivuruga lile shamba lake, lile shamba kwa ujumla linakuwa tayari lina nguvu, lina rutuba. Kwa lile eneo lote ukilinganisha na maeneo mengine, lile eneo linakuwa na nguvu na mmea unakuwa kwa kasi na uzalishaji pia unakuwa ni mkubwa. Hii teknolojia kwa ekari nzima inatoa gunia kuanzia 50 mpaka 60. Kwa hiyo tunaona kwamba hii teknolojia inapambana kabisa na umaskini na changamoto ya chakula kwenye maeneo ambayo ni kame. Nyanda zile ambazo ni kame inakuwa hakuna. Swali hapa ni je, mkulima atalazimika kuchimba mashimo kila ifikapo msimu wa kilimo ili aweze kuwa na uhakika wa kuvuna mazao mengi zaidi? Kwanza msimu wa mwaka huu, kwa mfano, na chimba mwaka huu mashimo, nitatumia ile mashimo kwa misimu 3 mfululizo. Kwa hiyo ninaanza msimu huu nitatumia nguvu kubwa, sababu nitatumia rasilimali ya kuchimba mashimo, nitatumia mbolea, kwa hiyo rasilimali fedha zikatumika kwa kiwango kikubwa. Lakini faida yake msimu ujao narudia pale pasipo kuchimba tena shimo lingine. Kwa hiyo na msimu ujao tena narudia pale.
Kikubwa ni kuweka tu zile alama kwamba mwaka jana nilishia mashimo yangu yalikuwa hapa. Kwa hata kwenye uvunaji ili alama zisipotee, unakata lile shina. Kwa unaacha kile kikono pale inabaki kama alama. Kwa msimu ujao narudia pale, na msimu unaofuata narudia pale, kwa misimu mitatu mfululizo. Kwa msimu unaofuata rutuba pale tunaamini kwenye ile shimo nguvu nyingi itakuwa imefanyaje, imeisha. Kwa hiyo mkulima ikitokea analivuruga lile shamba akapanda hata kawaida, linakuwa na nguvu. Na huo mfano tunao. Ipi ni faida ya kutumia utaratibu wa kilimo wa kupanda mbegu 9 katika shamba lako? Ukuaji wa kutumia mbegu 9, kwanza mmea unakuwa kwa haraka na nguvu. Unakuwa kwa haraka pamoja na nguvu. Alafu pia uzalishaji wake unakuwa ni mkubwa zaidi. Kwa mfano hapo kwenye hili shamba, kwenye hili eneo tuna mahindi ambayo yamepandwa kawaida na mahindi ambayo yamepandwa kwa mbegu 9. Haya ambayo kawaida mengi yamedumaa kama mnavyoona. Ukilinganisha na huku, hata ukuaji wake pia huu ni mfupi. Ukilinganisha na huku mahindi yanaenda yanarefuka. Na pamoja mwaka huu kwa na changamoto ya hali ya hewa, lakini hali ya huku unaiona. Kuna changamoto ya mvua lakini hali ni nzuri. Kwa utofauti wake ni mkubwa ni pia kwenye uzalishaji. Huku na huyu anaweza kupata hata gunia 3 hapa au 2 kwa ekari. Lakini ukija huku ana uhakika wa kuvuna. Mavuno yanakuwa ni uhakika zaidi kuliko kilimo cha kawaida. Mbali ya teknolojia ya mbegu 9 kuleta mafanikio makubwa katika sekta ya kilimo kwenye maeneo kame, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira kwa kushirikiana na wadau wa kilimo pia inaratibu kutoa elimu ya matumizi ya teknolojia ya kilimo ya jembe la Mzambia. Kwenye shimo moja hili tunaweka mbegu 2. Lakini uandaji wa hili shimo, tunachimba shimo lenye upana wa sentimita 60 na urefu sentimita 60 na upana unakuwa na sentimita 15, ambao ni saizi ya majembe yote ambayo tunatumia, sentimita 15. Katika hili shimo moja tunaweka mbegu 2. Ya kwanza mwishoni mwa shimo na ya pili mwishoni wa shimo. Lakini distance, nafasi kutoka shimo moja mpaka shimo lingine inapishana sentimita 60. Kwa kila baada ya sentimita 60 nachimba shimo lingine. Kila baada ya sentimita 60 nachimba shimo lingine. Unakuja kupanda hizi mbegu zitakuja kutofautiana kwa sentimita 60. Ndio maana hapa tunakuja kuona huu ni mstari wetu unakuwa na mashimo ya mstari mmoja ambayo yametofautiana sentimita 60. Ukija kulinganisha na kilimo cha mbegu 9 yenyewe, na maana katika shimo moja kunakuwa na mimea 9 kama tunavyoona hapo jirani. Lakini huu mstari wote hapa ni teknolojia ya jembe la Mzambia. Faida yake nini teknolojia? Faida yake kubwa hii pia inahimili mabadiliko ya nchi ambayo pamoja na ukame. Kwenye maeneo ambayo ni nyanda kame, tunashauri sana tutumie hii teknolojia, maana inapambana na mabadiliko ya tabia nchi. Sehemu ambayo ina changamoto ya ukame, kwenye hii teknolojia tunavuna. Huu msimu kulikuwa na uhaba wa mvua, lakini tukija kuangalia mahindi yetu bado yanaonekana na afya, mashina na nguvu na kila kitu kiko sawa. Vipi kuhusu gharama ambazo mkulima anayetaka kutumia teknolojia hii anaweza kuziingia ili kuweza kupata mazao mengi na bora? Hii haina gharama sana tukilinganisha na mbegu 9. Hii kwenye shimo moja tunaweka beleshi 2, koleo 2 za samadi. Na uchimbaji wa mashimo pia ni rahisi. Almost shimo moja naweza nikatumia sekunde, kuanzia sekunde 30 na sekunde 50 na kwa shamaliza shimo. Kwa hii ni rahisi zaidi kuliko mbegu 9. Hili tunachimba shimo, narudia kusema kwamba tunachimba shimo ambalo lina urefu wa sentimita 60, rula 1 urefu. Alafu upana ni saizi ya jembe ambao ni sentimita 15. Kwa ukipima hiyo shimo linakuwa na sentimita 15 upana, urefu rula 1. Kwa hiyo kutoka hili shimo moja hadi shimo lingine nitaruka rula 1. Kwa ile sehemu nyingine sitaisumbua, sitaichimba, sitaidisturb, nitaiacha. Alafu nitakuja tena sentimita 60 zingine nitachimba lile shimo. Nikisha chimbo la aina hiyo, baadaye nakuja kupanda mbegu. Ina maana kutoka mbegu moja hadi nyingine zitapishana sentimita ngapi? Sentimita 60, ambao urefu inakuwa ni sawa na rula
moja. Katika baadhi ya maeneo ikiwemo kijiji hiki cha Mafai, ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa kushirikiana na wadau inatekeleza mradi wa ufugaji wa ng'ombe wa maziwa na kwa kutumia vikundi vya wanakijiji kama njia mbadala ya kuongezea kipato na kuondoa katika kazi ya ukataji miti hovyo kwa ajili ya matumizi na biashara ya mkaa. Mmoja wa wanakikundi ambao ni mnufaika wa mradi huu ni Isa Hamisi Rajab, mkazi wa kijiji cha Mafai ambaye tayari amebadili fikra za kufunguliwa maisha mapya ya ufugaji kwa kuuza maziwa badala ya mkaa. Ufugaji huu umetusaidia vitu vingi sana. Kwa mfano, kwenye ufugaji kuna vitu ambavyo vilikuwa ni ngumu kuvitekeleza, lakini tulipoletewa mradi huu wa LDFS na kupatiwa ng'ombe, tumesaidika na vitu vingi. Kwa mfano, tukija kwenye ng'ombe hao tunaofuga ng'ombe wa maziwa, wanatusaidia kwanza maziwa kwa ajili ya kuboresha lishe, lakini pia kujiongezea kipato, lakini pia tunakuwa na uhakika wa ndama kama unavyoona yule pale ndama wa kwanza na huyu hapa ndama wa pili. Lakini pia mradi umetusaidia samadi. Kwenye samadi ni vitu ambavyo vilikuwa ni ngumu sana kuboresha mashamba yetu, lakini tulipoletewa huu mradi ikawa sasa ni sababu ya sisi kutumia samadi tunayozalisha na kuipeleka mashambani na kutekeleza kilimo na kujipatia kipato kwa ajili ya usalama wa chakula kwenye kaya. Kiuhalisia tumepatiwa mafunzo. Kabla hawajaletwa hao ng'ombe, kwanza tulipatiwa mafunzo namna ya ulishaji wa ng'ombe, namna ya ulimaji wa malisho, namna ya uvunaji wa malisho na namna ya uhifadhi wa malisho. Vyote hivyo tulipatiwa elimu na mradi wa LDFS. Sasa mna maendeleo gani kama vikundi baada ya kukabidhiwa kila mmoja ng'ombe kupitia vikundi vyenu mlivyoanzisha hapa kijijini? Kwa ujumla kwa ng'ombe tulioletewa hasa awamu ya kwanza na awamu ya pili ambao na ng'ombe wamezaa wote, tulianza na ng'ombe 20, awamu ya kwanza 10 nizungumzie na awamu ya pili 10, lakini hadi sasa tuna ng'ombe 87. Kikundi viko sehemu mbili. Kuna kikundi kiko kwenye kijiji cha Haubi na kikundi kiko kwenye kijiji cha Mafai. Kwa hiyo hapa tulipo tuna ng'ombe 25, lakini pamoja na wale tuliozalisha sasa hivi tuna ng'ombe 47 kwa kijiji cha Mafai. Tunatenga shughuli za kilimo na ufugaji pamoja na malisho pia. Tunalima malisho, lakini pia kutumia samadi, tunapeleka samadi mashambani, tunatenga sehemu za kilimo, lakini pia bado tunapata nafasi ya ufugaji kwa sababu kwenye mifugo tulifundishwa kwenye ufugaji kuna aina 3 za malisho. Kwanza kuna malisho nyasi, lakini pili kuna malisho mikunde, lakini 3 kuna malisho ya mabaki ya chakula mashambani kama mabua na vitu vingine. Kwa hiyo inatufanyia sisi uwepesi kwa sababu samadi tunayotumia inaotesha majani vizuri, mabua vizuri, na yale mabua tunayohifadhi vizuri na baadaye inatusaidia hasa kwenye kipindi cha kiangazi au kipindi cha ukame. Pia tukawa na mpango mwingine tuna pia kuwapatia ng'ombe. Kwa hiyo mradi umeleta ng'ombe 40 ambao tulianza na vikundi viwili vya ufugaji ng'ombe wa maziwa. Kuna kikundi cha kwanza Uhai Group ambao kipo Mafai hapa tulipo, na kikundi cha pili ni Kazi Endelee ambao kipo Haubi, kijiji cha Haubi. Sasa baada ya kuona hivi tukaona kwamba wale mashamba darasa wao wana kazi za msimu, wana kilimo ni cha msimu, lakini ufugaji ng'ombe makini ni kazi ya kudumu. Kwa tukaona kwamba hata vikundi vile ambavyo vyenyewe vinalima lakini havifugi tukapatia ng'ombe maziwa pia, ili nao tena pia waweze kutumia ng'ombe kama sosi yao ya kuongeza chakula katika familia yao, lakini pia kuongeza uchumi wao kwa kuuza maziwa, na ndipo tukawa na wazo sasa kwamba tuwe na kituo cha kusanyia maziwa. Baada ya manufaa makubwa yaliyopatikana kutokana na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa kwa wanavikundi, sasa halmashauri kwa kushirikiana na ofisi ya makamu wa rais wakajenga kituo cha kisasa cha kuuza maziwa kama sehemu ya kuwasaidia wanakijiji hao kuwa na soko la uhakika. Ng'ombe tulikuwa nao sisi, uwezo wa uzalishaji ni mkubwa, kwa maana kama sasa hivi tunapata lita 200 mpaka lita 250 kwa siku. Sasa tunaona kwamba je, haya maziwa yatakwenda wapi? Tunaona kwamba ni vyema tukatengeneza center ya kusanyia maziwa ambayo itasaidia sasa wananchi wote kupata maziwa pale, na kulingana na sheria ya maziwa Tanzania kwamba lazima maziwa yote yauziwe katika center moja ili kulinda ubora wa mlaji na pia kuweza ng'ombe wetu kwa wasafi, na hiyo itaweza kusaidia sana kuwa na uendelevu wa lishe kwa jamii hii, na pia kuongeza uchumi kwa jamii, lakini pia kulinda mazingira pamoja na kuboresha animal welfare ya wanyama wetu pia.
Katika kuhakikisha jamii hiyo hairudi tena katika suala la uharibifu wa mazingira, pia ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira kwa kushirikiana na wadau wa kimataifa na halmashauri ya wilaya ya Kondoa imeanzisha mradi wa ufugaji nyuki na kugawa mizinga 1050 kwa vikundi 11 vya ufugaji nyuki, sanjari na kukamilisha ujenzi wa kiwanda kidogo cha kuchakata asali. Kiwanda hiki kinakamilisha ule mnyororo wa thamani na kuongeza kipato cha wanakijiji kupitia uzalishaji wa asali katika maeneo hayo. Mitambo ya kisasa imesimikwa katika kijiji cha Aubi kwa ajili ya kuchakata asali na kuipandisha thamani ili kuondokana na uzaji wa asali ghafi kwa bei ndogo inayoweza kuwarudisha nyuma wanakijiji hao. Mafanikio haya kwa wakulima katika kijiji cha Mafai na Aubi yamepatikana kutokana na kazi kubwa iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 kupitia ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, ambapo programu ya kwanza ilikuwa ni kuanzisha mashamba darasa kama sehemu ya kutoa elimu kwa vitendo kwa wanakijiji hao pamoja na kutambulisha teknolojia mpya za kilimo katika maeneo kame. Tumeanzisha mashamba darasa ambayo mradi kwa takriban tulianzisha mashamba darasa 204 yakiwa ya kilimo, lakini vivyo ya kuongezea vipato jamii. Katika mbinu ya kuanzisha mashamba darasa tumeweza kuwa na teknolojia mbalimbali ambazo tumezitambulisha kwa jamii. Mojawapo teknolojia ya jembe la Mzambia na mbegu 9. Hii teknolojia ni ya kilimo ambapo inawawezesha sasa jamii katika hayo maeneo kame kurutubisha ardhi yao kwa kutumia samadi kwa kuchimba mashimo na kupanda mahindi, alizeti na mazao yote ambayo yanahimili katika sehemu kame. Kwa hiyo kikubwa teknolojia hii inahifadhi unyevunyevu. Mvua kidogo una uhakika wa kuweza kupata mazao. Kingine tulichofanya katika mradi huu, tumeweza kufanya mipango ya matumizi ya ardhi kwa vijiji vyote ambavyo vilikuwa vijiji 15 na shehia 8, jumla takriban vijiji na shehia 23. Lakini tumeweza kutoa hati miliki za kimila 2774. Lakini tumewezesha jamii katika hayo maeneo kwa kuchimba mabwawa. Tumechimba mabwawa 10 na kujenga mabilika ya kunyeshea mifugo 14. Lakini tumewezesha hizi jamii za wafugaji kuwajengea majosho ya kunyeshea mifugo 9 katika hayo maeneo. Lakini suala la ufugaji wa nyuki kama njia ya kukabiliana na uharibifu wa mazingira ilikuwa ni miongoni mwa mikakati ya ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira katika utekelezaji wa mradi huo. Kikubwa ni kuangalia wanawezaje kupunguza uharibifu wa mazingira katika maeneo yao. Moja tulichofanya ni kuwatafutia mizinga ya kufugia nyuki. Mradi umewezesha mizinga takriban 1500 kwa jamii zote za wilaya zote hizo kuweza kutumia kwa ajili ya uzalishaji wa kuzalisha nyuki. Lakini mradi umekwenda mbali sana. Tumeandaa vituo vya kuchakata mazao ya nyuki. Kwa hiyo tumeandaa vituo 4 ambavyo sasa hivi tunapozungumza vituo vyote vinafanya kazi. Kikubwa ni kuboresha upatikanaji wa asali na kuweza kuuza katika masoko ya ndani na ya nje. Kwa hiyo tumefunga mashine za kisasa. Kwa hiyo wakulima na wafugaji sasa kwa kushirikiana na jamii na private sector na watu binafsi sasa hivi shughuli zinaendelea. Lakini tumeenda mbali, tumewezesha jamii vile vile kupata mifugo, mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe, na tumeendesha kituo cha kuchakata mazao ya maziwa katika hayo maeneo. Mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame LDFS haufanyiki katika maeneo kame ya Tanzania bara pekee, kutokana na ukweli kuwa mradi huu unatekelezwa na Wizara ya Muungano. Hivyo kwa upande wa Zanzibar nao wananufaika na utekelezaji wa mradi huu. Kwa upande wa Micheweni ambapo ni eneo kame sana, kule kazi kubwa tuliyofanya kwanza kujengea jamii uwezo wa kuweza kulima kilimo cha mwani, kuwapatia mafunzo, kuwapatia vitendea kazi, lakini tukaenda mbali sana, tukaona kuna haja ya kuongeza thamani ya mwani. Kwa hiyo tulichofanya tukajenga vituo viwili vya kuchakata mwani. Sasa hivi leo ukienda mwani, ule mwani ambao ulikuwa unauzwa shilingi 3000 kwa kilo, sasa hivi baada ya kuchakata unauzwa shilingi 20000 kwa kilo moja. Kwa hiyo unaona jinsi mradi ulivyoweza. Lakini bado kwenye eneo lingine tulioangalia kwamba bado jamii nyingi katika haya maeneo zinatumia kuni kwa ajili ya kupikia. Kwa hiyo tukaanzisha majiko ya mfano, yale majiko banifu. Kwa hiyo takriban tulikuwa na majiko 200 kwa kaya, lakini tuliweka na taasisi, shule na vyuo kama 7 hivi. Tuliwezesha hayo majiko, vimewezesha kubadilisha sasa matumizi ya kuni na mkaa. Mwanzo walikuwa wanatumia kuni nyingi, lakini sasa hivi kutokana na hii teknolojia tuliwapatia majiko,
wamepunguza matumizi ya kuni na mkaa. Mradi huu wa miaka 5 umegharimu zaidi ya dola milioni 7 za Marekani na umefanikiwa kurejesha maeneo ya misitu ambayo awali ilikuwa haina usimamizi na kupanda misitu mingine hasa mikoko zaidi ya hekta 3,800 ambapo mpango uliopo ni kutazama soko la biashara ya hewa ya kaboni. Kwa upande wa urejeshaji, kwanza kutokana na mpango wa mradi ilikuwa kwanza turejeshe hekta 2,500 za misitu. Hasa kwa kupitia mradi huu, kwa sababu tulifanya mipango ya matumizi ya ardhi, tumeweza kutengeneza maeneo ambayo ilikuwa misitu ambayo ilikuwa na usimamizi, lakini tumefanya sasa hivi na usimamizi, lakini vile tumepanda misitu mingine hasa mikoko. Kwa hiyo takriban tumeshawezesha katika eneo la misitu tumeweza kurejesha hekta 3,800. Leo hii misitu hiyo inatumika kwa ajili ya ufugaji, lakini tunakwenda mbali zaidi. Sasa hivi kuna biashara ya hewa ya kaboni. Kwa hiyo tuna mpango sasa kuangalia ile misitu inawezaje kupata vigezo vya kuwa sehemu ya biashara ya kaboni katika halmashauri zote hizo. Lakini eneo la kilimo tumewezesha maeneo mengi ambayo kwanza uzalishaji ulikuwa upo kabisa. Sasa hivi yale maeneo yanaweza kuzalisha chakula, lakini vile vile yanaweza kuzalisha malisho kwa ajili ya mifugo. Sasa kwa eneo la kilimo pamoja na mifugo, lengo la mradi lilikuwa kurejesha hekta 4,500, lakini so far tukuweza kufikia lengo. Sasa hivi ukienda unakuta maeneo sasa unaweza ukapata malisho, lakini uzalishaji wa chakula umeongezeka katika maeneo. Suala la matumizi ya nishati mbadala kama sehemu ya kuunga mkono jitihada zinazofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika utunzaji wa mazingira nalo limepewa kipaumbele kikubwa katika utekelezaji wa mradi huu wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame LDFS. Wananchi wetu ni swala kubwa linalotakiwa kwanza wapate uelewa ya mambo. Swala kuwajengea uwezo ni muhimu sana, kwa sababu ni tamaduni. Ukisema jiko sanifu atumie, anakuambia sisi kwetu tumezoea kutumia kuni mbichi. Sasa jiko sanifu linataka kuni zilizokauka. Sasa ukiweka kuni mbichi moshi unakuwa mwingi sana. Sasa hizo ni changamoto, lakini kwa wakati sasa wanaanza kuelewa kwamba kweli utatumia kuni kavu, lakini utatumia kuni chache zaidi kuliko hizo kuni mbichi ambazo wanazitumia kwa ajili ya kwenye majiko yale ya kawaida. Kwa hiyo jamii imeanza kubadilika. Na sasa hivi tuna swala la nishati mbadala. Kwa hiyo tuna vyote hivi vitakuwa sehemu ambayo halmashauri tumesisitiza ziweze kutumia nishati mbadala. Haya mikaa ambayo inatengenezwa kutokana na mabaki ya karatasi, mabaki ya mbao, yale yanaweza kutumika nayo kusaidia kupunguza matumizi ya miti kwa ajili ya kuni na mkaa. Mafanikio haya serikali sasa yanalenga kuwa na awamu ya pili ya utekelezaji wa mradi huu unaotajwa kulenga kusambaza teknolojia hizo zilizoonyesha mafanikio makubwa katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kubwa kwa sababu tuna teknolojia mbalimbali kwenye mradi huu tumeweza kuziibua. Lengo kubwa sasa la mradi kuwa na awamu ya pili ya kuweza kuchukua zile teknolojia kwanza kuzisambaza katika wilaya husika, lakini tunakwenda mkoa, kwa sababu katika wilaya, kwa mfano wilaya ya Kondoa tumefanikiwa sasa hivi, tuna kata nyingi zimeweza kufanikiwa kuweza kutumia teknolojia ya jembe la Mzambia na mbegu 9 katika kilimo, lakini sehemu nyingine za Magu nao wameshaanza. Kwa hiyo kikubwa kwanza tunataka tuanze kwenye ngazi ya wilaya yote, kwa kata zote ziweze kupata hizo teknolojia, lakini tunakwenda taratibu. Lakini tuna miradi mingine ambayo ofisi makamu wa rais tunaratibu. Kwa hiyo tunabadilishana uzoefu kati ya waratibu na waratibu kuchukua teknolojia moja kupeleka eneo lingine, ambayo natumaini hiyo itaweza kurahisisha au kuongeza kasi ya zile teknolojia kusambaa kwa wananchi. Kwa sababu ukiangalia sehemu kubwa ya hizi program zinaibuliwa na wananchi. Kwa hiyo tukiziendeleza maeneo mengi, najua hizi teknolojia zitafika kwa haraka. Ni sahihi sasa hivi serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo, lakini vile vile tuangalie kama kuna uwezekano tukatenga fedha za ndani kutekeleza hii miradi, kwa sababu hii miradi unaona matokeo yake kwa haraka sana. Ingawa watu wengi walikuwa wanasema masuala mazingira matokeo, lakini hapana. Ndani ya miaka 5 leo hii jamii zile ambazo tulizikuta vipato havipo, sasa hivi vipato vimeongezeka. Jamii ambazo zilikuwa zinategemea
swala la kukata miti tu kwa ajili ya vipato sasa vimeacha, miti inarejea. Kwa hiyo tunaweza tukazibadilisha hizo jamii sasa kijua kwamba miti ni fursa sasa, sio fursa ile ya kukata, hapana. Ubaki hivyo hivyo, ana uhakika wa kupata mvua, ana uhakika wa kupata hewa, lakini ana uhakika wa kupata pesa kutokana na misitu. Kwa hiyo vitu vyote vitatu vinaweza kupatikana kutokana na misitu wakati yeye anaitazama tu ile misitu. Kwa hiyo itamletea vitu vyote hivyo kwa wakati mmoja. Kwa hiyo miradi hii sasa tusitegemee tu peke yake fedha za fadhili. Nafikiri sasa ni wakati sasa serikali sasa kuanza kuangalia tunawezaje kutenga bajeti zetu ndani kuweza kufanya miradi iweze kutekelezeka kwa maeneo mengi. Mtazamaji, na kufikia hapo ndio tunafikia mwisho wa kipindi cha Mazingira Yetu na Tanzania Ijayo. Kumbuka katika kipindi cha leo tulikuwa naye Joseph Kiaule, mratibu wa mradi wa kurejesha ardhi iliyoharibika na kuongeza usalama wa chakula katika maeneo kame Tanzania, LDFS, kutoka ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira. Hadi juma lijalo, kwa niaba ya wote walioshiriki katika kipindi hiki, mimi mtangazaji wako Samiri Mbarak. Asante na kwaheri.